Bwana mtazamaji, mimi ni CK for the Eli Capitano, ndo MC wa shughuli hii, lakini anayekwenda kutoa uchambuzi jadidi ni Garibu Mzinga. Unamsikia sana pale Azam TV kwenye michezo mbalimbali ambayo alitangaza. Nyuma kamera yuko mdada mrembo kweli mlimbwende, anaitwa Jackie Twiga huyu. Garibu Mzinga, tumetoka kuzungumza namna ambavyo umeiona athari ya Yanga kikatwa alama 15 kama hatopeleka timu tarehe 15 June. Kuna kukatwa alama 3 na kupewa mnyama ambazo automatically zitampeleka kwenye ubingwa. Halafu kuna alama 15 ambazo nakatwa Yanga ambazo zitampeleka kwenye nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kwa mpaka wakati huu tunaozungumza. Na nafasi ya pili inampa nafasi kwenda klabu bingwa barani Afrika. Lakini Yanga ana njia nyingine ya kupita ya CRB Federation Cup ambayo anaweza kwenda kushirikishwa kama bingwa kama huko mambo yatayumba kidogo. Kwa unavyoitazama klabu ya Yanga as a taasisi, wametoka kwenye klabu bingwa msimu uliomalizika wakaishia hatua ya makundi, ndivyo hawakutoboa kwenda hatua robo finali. Yes, MS Alger na Al Hilal Omdurman wakaenda zao mbele. Yanga imejipambanua kama ni klabu ambayo ni kubwa sana, ina nafasi ya kushindana kwenye misuli ya mpira wa Afrika, inakwenda shirikisho hii ambao watu wamekuwa kitupitupia maneno wakati mwingine ya kutaniana. Nini unachokiona Yanga kienda shirikisho na isipoenda klabu bingwa kwa kupitia yako unavyoitazama? Kwanza naamini kwa asilimia zaidi ya 90 Young Africans wana kila sababu ya kwenda ligi ya mabingwa. Hiyo naamini kabisa kwa sababu yes, kumaliza kama atakatwa hizo points maana yake wana nguvu ya kumaliza nafasi ya pili, yani kumaliza ligi kwa timu ambazo zimesalia. Unajua wamebakia na Namungo, wamebakia na Dodoma Jiji, hizo zote Dar es Salaam. Wana nafasi kubwa Young Africans ya kushinda. Anaweza kwa sasa Yanga akipoteza. Yaani Yanga akipoteze kabla hajafika na Simba, kwanza apoteze kesho na unaona hapa sasa hivi ilipo. Yaani sasa hivi as it stand. Azam ana round 27. Yanga ana Azam ana 27, Yanga ana 26, si ndio? Ikitokea Yanga tufanye tu mechi inayokuja kapoteza. Haipo, itoe. Round unakuwa wamefungana, lakini bado Yanga yuko wapi? Yuko juu kwa alama moja. Kwa maana zile 15 tushazitoa. Umeelewa? Uone Yanga ikipoteza nafasi ya kwenda klabu bingwa. Uioni kupitia ligi kuu uoni? Yes, sioni. Lakini kwangu mimi kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho hizi timu Yanga, Simba zina msuli wa kufanya vizuri. Yani hayo madaraja ya semi-final, finali zina vikosi vyao vina hadhi hiyo ya kucheza huko. Kwenye Champions League neno. Unataka kuniambia Simba na Yanga wana ubavu wa kufika nusu finali klabu bingwa barani Afrika? Wanao uwezo. Uwezo upo. Umebariki moja kwa moja kukutazama Simba na Yanga huko wana uwezo zaidi wa kufika huko. Yes, ukiniuliza kuhusu shirikisho nakwambia uhakika. Bingwa, ukiniuliza ligi ya mabingwa nakwambia wanaweza. Tofautisha hapo. Yaani shirikisho huko uhakika. Yes, 100% uhakika. Yanga kirudi na kwenda nusu finali anaweza kwenda finali. Yaani ndio maana naziweka zote mbili. Simba, Yanga kwa quality ambayo wako nayo. Umeelewa? Kwenye kombe la shirikisho Afrika wana mzani wa kucheza finali. Yaani hiyo nguvu wanayo. Na sio watu wamefanya. Kwani Yanga mara mwisho anacheza shirikisho sikacheza finali? Yes. Au umesahau? 22-23. Kacheza na USM Alger, kapoteza finali, kapoteza kwa aggregate ya goli la ugenini. Faida ya goli la ugenini. 2-2 lakini faida ya goli la ugenini. Umeelewa? Msimu mmoja tu umepita. Msimu ambao umepita hapo katikati ni ule ambao wote walitolewa kwenye robo finali. Klabu bingwa. Mamelodi alimtoa Young Africans. Simba alitolewa na Ahli. Simba karudi kwenye shirikisho tena. Yuko wapi? Yuko finali. Kwa hiyo hizi timu daraja lake ambalo umeliwekeza na daraja ya timu zinazoshiriki shirikisho zote zina nguvu ya kucheza hizi finali. Yaani zinaweza kucheza finali. Sio lazima zifike. Naona inaweza katokea msimu ujao mmoja wapo yote anaweza kashiriki shirikisho na asifike huko. Lakini yani hawezi kucheza misimu mitatu mfululizo. Yani Simba Yanga acheze misimu mitatu mfululizo asicheze finali. Tena kuhakikishia Simba Yanga yeyote ambaye anacheza
kombe la shirikisho misimu mitatu mfululizo, kuna mmoja analeta kombe hapa. Misimu mitatu mfululizo analeta kombe kwa sababu ya madaraja ya hizi klabu. Ushaelewa? Zimepiga hatua kubwa mpaka kuwepo hapa zilipo. Lakini kwenye ligi ya mabingwa kule kuna mijogolosi. Yaani kule ni kugumu. Zinaweza kufika mara moja. Yaani kwa mfano Simba kacheza quarter final ngapi za Champions League? Nyingi. Si ndio? Lakini hajawahi kwenda semi. Confederation yule pale mara ya pili. Ya kwanza ilikuwa ya msimu ule, alitolewa na Orlando. Orlando ametolewa kwa changamoto ya mikoja penalty. And still mind you, Orlando ni miongoni mwa timu bora Afrika. Ligi ya Tanzania, ligi ya South Africa ndo ligi zilizobakia sub-Saharan kwa ubora. Amekutana na Orlando Pirates, ameenda kwenye changamoto ya mikoja penalty, ndo Simba katolewa pale, shughuli yake kwa imeishia pale. Lakini alikuwa na muscles za kwenda mbele zaidi. Lakini mtazamaji, wanakivona na tupo na Garibu hapa. Mimi nakuuliza kwa fikra zangu. Kwa nini Simba na Yanga wasiwekeze shirikisho ambako ndo kombe la likaja? Sasa hapo itakuwa wao wanajitambia sana klabu bingwa. Unaona watu kama wanataka kujinasibu na klabu bingwa. Wakati umeweka uzani wako umesema unavoziona miaka mitatu kombe la kuja shekhe. Kombe linaweza kuja, utofauti unakuja status, hadhi ya Champions League ni kubwa. Kwa hiyo kushiriki Champions League maana yake unashiriki top of flight ya Afrika. Daraja la juu kabisa la Afrika. Kwa hiyo kila timu inatamani kushiriki ile michuano kwa sababu kule unakutana mabingwa wa ligi za ndo wako kule. Umeelewa? Mataifa 12 ndo yanatoa timu zilizomaliza nafasi ya pili, ambazo na zenyewe ni katika mataifa 12 bora zaidi Afrika. 54 kwa. Yes. Kwa hiyo ligi ya mabingwa ina status, ina thamani yake. Na leo hii kuna michuano ya kombe la dunia imeanzishwa ya klabu. Ile michuano ya kombe la dunia, sharti la kwanza uwe bingwa wa top of flight na sio Confederation, Champions League. Umeelewa? Kwa hiyo ni mashindano ya juu kabisa. Haya mengine ni subdi, lakini yale ndo mashindano ya juu kabisa. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni vema kujivunja kwenda huko. Lakini hizi klabu zimefanya investment ya kutosha kwa ajili ya kwenda Champions League, kuchukua ubingwa wa Champions League. Yaani zinapambana muda mrefu kwenda kuchukua huyo Simba anapambana miaka mingi kwenda kuchukua ubingwa wa Champions League. Anatafuta semi final ya Champions League. Umeona? Sasa inapotokea anaenda naishia kota. Anapodondokea huko sasa kwenye daraja hili la Confederation, usishangae kumuona yuko finali. Umeelewa? Kwa sababu anashindwa kule kukubwa kule. Kwenye nguvu anashindwa. Alafu anakuja kuangukia huko. Yaani leo sawa na Simba, Yanga au timu yote ya Tanzania, Azam itoke ikashiriki ligi ya England, inaweza kashuka daraja ndani ya season moja. Lakini kija hapa inaweza kachukua ubingwa hapa kwa sababu amecheza na wakubwa. Yaani kacheza na wakubwa. Kwa hiyo maana yake timu imeimarika, ina compete vya kutosha. Akija hapa anaweza kwa Duanga. Si ndio? Kwa hiyo inategemea wanacheza na nani. Kwa hiyo hizo timu za Confederation kuna matimu wamemaliza nafasi ya mengine yameshuka daraja. Ushakuona? Timu inashuka daraja lakini imechukua FA. Inakwenda kushiriki. Timu nyingine nafasi ya 10, nafasi ya 13. Yes, inaenda kuchukua, imechukua tu FA, inaenda kucheza kule. Kwa hiyo kuna hayo mazingira. Lakini sometimes pia zinakujaga timu strong. Kwa mfano kama Confederation ijayo ya msimu ujao, kuna matimu strong hapo. Naamini Confederation ijayo kwanza Kaizer Chiefs atakuwepo. Ya Nasruddin Nabi. Shughuli sio ndogo tena. Kabeba ubingwa wa FA yao inaitwa Nedbank. Kampaswa Orlando. Kwa hiyo Kaizer atakuwepo miongoni mwa timu tishio hizo. Na hivyo kwa sababu anaenda kwenye Confederation, my brother, ndio utawapenda. Wataimarisha kikosi chao. Kaizer sio wamedrop tu kidogo hapa, lakini ukirudi misimu mitatu nyuma amecheza finali ujue Champions League. Wakafungwa na Ahli. Haya, ukiachana na Kaizer, timu nyingine ambayo itakuwepo ni Wydad Casablanca. Toba. Hii inaniuma sana. Wydad msimu ujao shirikisho. Msimu ujao, sababu jana ndio alikuwa anamaliza ligi Morocco. Wamecheza raundi ya 30 na Wydad jana alikuwa uwanjani, mimi nilikuwa naangalia mechi. Walikuwa uwanjani na Zemamra, wakashinda magoli 2-1 na Wydad ndo amepata cement ya kumaliza nafasi ya 3.
nafasi ambayo inampa nafasi ya kwenda kushiriki Confederation, shirikisho Afrika. Nafasi ya kwanza wapo RS Berkane, nafasi ya pili AS FAR Rabat, nafasi ya tatu yupo Wydad. Kwa hiyo Wydad na mwenyewe pia hatakuwepo katika hiyo michuano. Sehemu nyingine ngumu, maklabu ya Algeria. Msimu huu klabu za Algeria zimefungana sana katika table. Kwa hiyo kuna uwezekano Confederation tukamuona MC Alger, USM Alger, CR Belouizdad, JS Kabylie, Entente Setif. Hiyo timu iliyokutajia yote ni heavyweight kwa Confederation. Bwana, huyo ni Garibu Mzinga, amemaliza kwa kina uchambuzi wake kuhusiana na nini ambacho kama Simba na Yanga na misuli wakija kushirikishwa, lakini yeye bado ameweka wazi Simba na Yanga wanatafuta ile status ya mahadhi ya mashindano ya klabu bingwa Afrika, lakini wakishuka shirikisho anaamini kuna misimu mitatu tu wanaleta ubingwa. Hivyo alichokiongea Garibu anamaanisha kwamba Azam, Singida, timu za daraja hili zikiwekeza nguvu shirikisho wanaweza wakafanya kitu. Mimi ni CK Fred, nyuma ya kamera Twiga Jackie, huyu ni Garibu Mzinga. Bye bye.